Chama cha Democratic Party kimewapisha viongozi wa sekretarieti ya chama hicho, huku akihimizwa kwenda kufanya kazi kwa weledi na kuwatumikia Watanzania katika nyanja mbalimbali. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mkuu wa chama hicho Felix Makua ameeleza sababu kubwa ya tukio hilo, huku kikiwa moja ya chama kilichovunja rekodi kwa kuwapisha viongozi wake wa sekretarieti. Fomu ya kiapo cha uaminifu na uadilifu sekretarieti ya chama tarehe 12 mwezi wa 12 2025, makao makuu ya chama Democratic Party DP. Mimi David Elia Kayuni, nikiwa nimeaminiwa na chama cha Democratic Party DP kushika wazifa wa katibu mwenezi, naelewa majukumu na heshima ya nafasi hii. Kwa hiari yangu ninaahidi uaminifu kama ifuatavyo. Kiapo. Ahadi. Namba 1, nitaitumikia nafasi niliyoteuliwa kwa uadilifu, uaminifu na uwajibikaji wa juu. Namba 2, nitalinda na kutetea katiba ya chama, kanuni na maadili ya chama bila upendeleo. Namba 3, nitatanguliza maslahi ya chama na wanachama kuliko maslahi yangu binafsi. Namba 4, nitaheshimu viongozi wangu, kufanya kazi kwa ushirikiano na kuongoza kwa mfano. Namba 5, nitajiepusha na vitendo vyovyote vinavyoweza kudhalilisha, kugawa, kupoteza heshima ya chama. Namba 6, nitahifadhi na kutunza siri za chama, kutekeleza majukumu yangu kwa bidii, uzalendo na uhodari. Namba 7, nitapokea maelekezo ya chama, kuyatekeleza kwa wakati, kwa weledi na kwa nidhamu. Ninafahamu kuwa ukiukaji wa kiapo hiki unaweza kusababisha kuondolewa kwenye nafasi, kuchukuliwa hatua za kinidhamu au hatua nyingine kulingana na katiba ya chama. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Sekretarieti mpya ama baraza la mawaziri jipya la chama cha Democratic Party limeundwa. Lilitangazwa hivi karibuni na tukio leo lilikuwa ni kuapisha kiapo maalum kwa sekretarieti yote hapa bara pamoja na Zanzibar. Zoezi tumelifanya hapa na Zanzibar pia wanalifanya. Lakini tumefanya kiapo kwa nini? Kwa kutaka kudumisha au kujizatiti kuwa waaminifu. Ni kiapo cha uaminifu kama ilivyoandikwa, kiapo cha uaminifu na uadilifu mbele ya katiba. Kiongozi wetu wa sekretarieti awe mtiifu, awe mtendaji wa mfano na sio tena mtu wa kupika majungu au kufanya kubomoa au kuharibu matakwa ya chama. Hilo ndio dhumuni kubwa. Na leo kwa mara ya kwanza wateuli wote wameapa fomu hii ya kiapo kama mlivyoona walikuwa hapa wajumbe. Hii ni fomu ya kiapo ya uaminifu na uadilifu kwa ajili ya sekretarieti. Anajaza tarehe, mahali makao makuu bara au Zanzibar, anataja jina lake, anataja vipaumbele au masharti yaliyomo, anayeweka kwa mfano anasema atatumikia nafasi aliyoteuliwa kwa uadilifu, uaminifu na uwajibikaji wa juu. Anasema atalinda na kutetea katiba ya chama ambayo alishika mkono wa kulia na kanuni, maadili ya chama bila upendeleo. Lakini 3, anasema atatanguliza maslahi ya chama na wanachama kuliko maslahi yake binafsi. Lakini namba 4, anasema ataheshimu viongozi, kwa sababu imetokea mara nyingi utakuta mtu mjumbe wa sekretarieti anaanza kutukana kiongozi wake wa juu, jambo ambalo tunaona si sawa. Kwa hiyo hapa anasema kabisa kwamba atawaheshimu viongozi na kufanya kazi kwa ushirikiano na kuongoza kwa mfano. Namba 5, anasema atajiepusha na vitendo vyovyote vinavyoweza kudhalilisha, kugawa au kupoteza heshima ya chama. Namba 6, atahifadhi na kutunza siri za chama, na hilo ndio jambo kubwa. Ndio maana ya sekretarieti. Sekretarieti ni chombo ambacho kinafanya kazi kwa kila siku kutekeleza majukumu yake kwa bidii, uzalendo na uhodari. Lakini namba 7, atapokea maelekezo ya chama na kuyatekeleza kwa wakati, kwa weledi na kwa nidhamu. Hiyo ndo
kiapo walivyokula wateuli wetu kwa siku ya leo. Baadhi ya viongozi waliokula kiapo wametoa ahadi ya kwenda kutekeleza maagizo yote na kuwatumikia Watanzania. Naitwa Faraja Robert Franki, ni katibu wanawake taifa. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani kwa Mungu na shukrani pia kwa uongozi kwa kututeua mimi pamoja na wengine, kwa kutuona kwamba tunafaa kuweza kuchukua majukumu haya, kuyasimamia majukumu haya. Kama jinsi ambavyo nimetangulia kusema kwamba ni katibu wanawake, najua katika nchi yetu ya Tanzania wanawake wengi wanakuwa katika mambo mengi ambayo ni mahitaji, mambo mengi ambayo yanahitaji sana ufuatiliaji wa karibu. Kwa hiyo tumejipanga kwa ajili ya kuweza kuwafikia na kuwajengea uwezo na waweze kujiamini, pia kuona kwamba wanaweza kufanya zaidi ya vile ambavyo wanaweza. Kwa sababu kumekuwepo na dhana tu kwamba wanawake labda ni watu ambao mpaka wawezeshwe ndio waweze, lakini wanaweza wakafanya bila kuwezeshwa. Naamini katika uongozi wetu sisi hatutakuwa tu kama tumefikia wanawake peke yao, bali tutafikia na jamii nzima, hata wanaume, hata vijana, kila mmoja katika sehemu yake. Kwa sababu tunaamini unapomuinua mwanamke basi unainua jamii nzima. Kwa majina naitwa Emmanuel Eliud Diongoli, ni mwenyekiti wa vijana DP makao makuu, ni mwenyekiti wa vijana wa taifa, lakini pia nimekula kiapo cha uaminifu katika utendaji wa nafasi hii ambayo nimeteuliwa. Nipende kuwashukuru wote ambao wamekaa, wamechakata majina na wameona tunaweza kusongesha ili gurudumu kufika mahali fulani. Mimi niseme kwa upande wangu wa vijana, niwashukuru sana vijana wa taifa zima kwa kukataa yale yaliyokuwa yanaendelea mabaya na kupenda amani. Hatuna nchi nyingine ya kwenda. Kwa kupitia walichokionyesha katika siku hizi za nyuma, tutawatetea, tutawalinda na tutahakikisha wanapata haki zao. Tukio hilo la uapisho wa viongozi wa chama hicho ambalo limefanyika Tanzania bara limefanyika pia visiwani Zanzibar, ambapo viongozi wa chama hicho pia wameapishwa.